Na mtazamaji wa Trend TV, bwana, moja kwa moja taarifa ambazo zimetufikia kutoka kwa bidada anafahamika kwa jina la Sharifa kutoka Pemba. Ametupatia video bwana ambayo inamuonyesha mufti wa mufti huyu mufti bwana ametoa sababu ya kutolewa kwa Sheikh Walid katika uongozi akiwa kama Sheikh mkuu wa jiji la Dar es Salaam. Na nafasi yake ameikaimu Sheikh Abbas Ramadhani, na hii bwana ni baada tu ya kutangazwa rasmi kwamba Sheikh Walid ametolewa kutokana na makosa ya kimaadili. Kwa hiyo BAKWATA bwana wamemuondoa na kumweka mtu mwingine. Na hiyo maamuzi yao yametokea mara tu baada ya siku chache kupita baada ya yule binti ambaye anafahamika kwa jina la Bella kudai kwamba amezaa na Sheikh Walid, lakini pia baada ya kuzaa naye ni kwamba yeye kila akihitaji ushirikiano katika malezi ya mtoto ambaye amezaa pamoja, Sheikh Walid amekuwa akimpa vitisho, kumtishia maisha. Sasa hizo taarifa zilivyosambaa siku chache tu zilizopita ni kwamba Sheikh Walid BAKWATA wakaamua kumsimamisha kazi. Na mpaka tunavyozungumza ni kwamba tayari ofisi zimeshakabidhiwa. Sheikh Walid amekabidhi ofisi kwa shehe mpya pale jijini Kariakoo, Dar es Salaam. Sasa kuna hii video imesambaa ikiwa inamuonyesha mufti akiwa yuko msikitini akiwa anatoa sababu za kuondolewa kwa Sheikh Walid katika uongozi. lakini katika mara akasema limadha taqatu fi al-islam bainakum wa antum ibadallahi ikhwan limithli hadha yadub al-qalb min kamad in kana fi al-qalbi islam wa iman. Anasema kunani kugombana kati yenu Waislamu hali kwa nyinyi ni waja wa Mungu kama mlivyoambiwa katika Qur'ani, innamal mu'minuna ikhwa. Kugombana nini na nyinyi mwongozo kamili katika Qur'ani unaosema nyinyi Waislamu ni ndugu, tena ndugu wenyewe ni kama ndugu kutoka mtoke wa baba mmoja mama mmoja. Kwa nini kugombana? Kugombana kunasababisha Muislamu mwingine moyo wake unayayuka kwa majonzi, yadhubul qalbu min kamal, moyo wake unayayuka kwa sababu ya majonzi. Inkana fil qalbi islam wa imani, kwa hiyo Muislamu ndugu yako ana imani kamili na ana Uislamu uliotimia. Kwa hiyo Waislamu sisi tunanadiwa, tunalinganwa, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tujenge udugu wetu na tusizungumze kitu ambacho wewe ukielewi. Yuko msemo mmoja katika Amthal anasema la tahrif bima la ta'rif, la tahrif bima la ta'rif, yani usikurupuke tu ukamsifu sana mtu katika kitu ambacho hukijui, una uzoefu naye, hujui vizuri. Wewe unaingia unajisemea tu, uelewe kitu chochote. Usiwe katika hali ya namna hiyo. Uislamu hayuko katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo alifundisha mwanachuoni mmoja katika al-adib, mwanachuoni wa lugha, anasema man arafa nafsahu au man arafa qadrahu, mwenye kujua cheo chake la yahlik, hawezi kuangamia. Mtu yote ukijua nafasi yako ni ipi, huwezi kuangamia. Si tayari ushatambua kuangamia vipi? Wanaangamia wale watu ambao hawajui nafasi zao, hawajui katika nafasi gani, yuko mahala gani, atakiwa afanye nini. Hapo mtu anaangamia kwa sababu anajiendea huko tu ashwa. Utakiwa uende ashwaia, natakiwa uende hali ya kuwa kila kitu kinafahamu vizuri. Kwa hiyo Uislamu nataka tuzungumze machache tu kama salamu. Haya ndio kama salamu katika msikiti wetu mtukufu, na nashukuru Mheshimiwa Imam hapa ametupa nafasi kubwa. Mwenyezi Mungu amlinde na tulinde sote Waislamu, na tukimbie haja zetu, atuondoshie matatizo yetu, atuondoshie makero yetu, atupe mambo yetu tunayohitaji, atutimizie makusudi yetu, atuondoshie kila baya, lakini aturuzuku riziki iliyokuwa pana isiyokuwa na taabu katika kuitafuta, na atupe moyo wa kuweza kuitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mtazamaji bwana, mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Kuna vitu ambavyo vimeibuka. Kuna huyu bidada ambaye amejitokeza hivi karibuni na ametrend sana kupitia mitandao ya TikTok huko, akiwa anazungumza kuhusiana na changamoto ambazo anazipitia dhidi ya moja kati ya viongozi wa dini ya Kiislamu kwa ukanda wa Dar es Salaam, Tanzania. Vyombo vya habari mbalimbali vimekuja kutoa taarifa hiyo. Kwa mfano, hapa kuna page imeripoti, imeandika kwamba bwana, video iliyosambaa siku chache nyuma ikimwonyesha binti huyu akidai msaada kutoka kwa rais kuwa hapati mahitaji kutoka kwa mzazi mwenzie ambaye ni shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Inasemekana kwamba huenda ndiyo sababu ya shekhe huyo kusimamishwa kazi katika nafasi yake. Yani kwa maana huyu shekhe bwana, baada ya huyu mrembo kuja kuzungumza kwamba amezana huyu shekhe mkuu wa Dar es Salaam lakini hatoi matumizi kwa mtoto, inasemekana kwamba hivi karibuni huyu shekhe amesimamishwa kazi na huenda sababu ikawa ni hiyo. Kwa hivyo basi nataka usikilize video yenyewe na the way ambavyo reaction ilivyokuwa huko mitandaoni baada ya mrembo huyu kujitokeza katika mitandao ya kijamii. Maana hii video ilitrend sana TikTok hapo mwanzoni, watu hawakuitilia maanani, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda watu wakaanza kuipeleka viral zaidi kutokana na malalamiko ambayo huyu binti ameyatoa. Lakini pia vile baada ya jambo hili kuchukuliwa hatua na huyu shekhe kusimamishwa kazi ya kuwa kama mkuu wa shekhe mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama yangu, mlezi wa watu wengi, niko chini yako mama yangu, nimepiga magoti na nyanyasika mimi. Nanyanyasika. Mama, naomba nihurumie, unisaidie mimi. Nakosa amani ya kumlea mwanangu, nahangaikishwa na mzazi mwenzangu Sheikh Walid Aladi Omar Kawambo, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Mama ananinyanyasa mpaka nimeshaenda mahakamani. Kesi kafutwa, nikauguza mtoto, kesi kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi haweza kaitika. Mimi achana na kafutwa, kakataa kuitika kwamba kiongozi haweza kaitika. Mimi nikauguza mtoto, ikafika mahali mtoto ikachelewa kupona, wakafuta kesi. Baada ya hapo ndo wakawa naongea, kuna mama kiongozi akamtafuta kwa ajili yangu, akaongea naye, akaenda kanipa hela, kaniahidi kwamba mtoto atamsaidia, atamtafutia cheti, passport vyote. Mpaka juzi nilimfuata ofisini kwake, akasema hataki kuniona, kwamba yeye atanitafutia passport, mtoto atampa chochote kile, yeye sio kondoo.